Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Majina naitwa Francis Alfred, ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho. Sisi kama bodi ya korosho tumeshiriki maonyesho ya kimataifa ya Sabasaba. Kwa kwetu yana maana kubwa sana, kwa sababu sisi kama bodi ya korosho katika miaka mitatu minne ijayo tumejiwekea lengo la kwamba ifika mwaka 2030 tuweze kufikia tani milioni 1 za korosho ghafi. Na pamoja na kuzalisha korosho ghafi tumejiwekea malengo kwamba ifika mwaka 2030 angalau 60% ya korosho ambazo tunazibangua tunazizalisha hapa nchini tunaweza kuziuza nje ya nchi. Kwa maonyesho ya Sabasaba kwetu ni fursa ya kuelezea kuhusu product zetu katika soko la kimataifa, kwa sababu tunakwenda katika kuuza korosho zetu katika masoko mbalimbali ya ulimwenguni. Zamani tulikuwa tunauza zaidi korosho ghafi sana za India na Vietnam, lakini tunapojikita kwenda kuuza korosho karanga sasa, maana korosho iliyobanguliwa kwa target kuuza katika kwanza kuuza soko la hapa nchini, Mashariki ya Kati, nchi za Ulaya, soko jipya la China ambalo wametodolea vitu vya kule mazao, Marekani pamoja na masoko ya kimataifa yote. Kwa hiyo maonyesho haya ya kimataifa kwetu yanatupa fursa ya kuelezea kuhusu bidhaa zetu katika soko la kimataifa. Na mojawapo ya sifa kubwa sana ya korosho ya Tanzania ni kwamba katika ukiangalia barani Afrika, korosho ya kwetu Tanzania ndio korosho bora kuliko korosho zingine zote, kwa sababu kwanza ni kubwa, lakini pia ni nyeupe na zina ladha nzuri. Kwa hiyo maonyesho haya yanatusaidia sisi kujiweka katika nafasi yetu na tunastahili katika soko la dunia. Kwa hiyo niwapongeze sana waandaaji wa maonyesho ya Sabasaba kwa kuandaa maonyesho haya na ambao wanatusaidia sisi kuweza kumarket au kutafuta masoko ya bidhaa zetu. So katika mpango tulionayo kuelekea msimu ujao tunataka kuwe na ushindani katika soko la korosho. Na kama mnavyofahamu, katika miaka miwili iliyopita tunauza korosho kupitia mfumo wa mtandao ambao kwa maarufu kama soko la bidhaa au watu wanafahamu kama TMX. Kwa hiyo uwepo katika maonyesho haya tunawaeleza watembeleaji wa banda letu ni namna gani tunafanya biashara ya korosho, ambayo ni biashara ya uwazi na tunauza biashara zetu kwa kuzingatia ubora, kwamba mnunuzi akija kununua korosho ya Tanzania ana uhakika kupata bidhaa ambayo ni bora na inakubalika katika soko la kimataifa. Kwa kuelekea msimu ujao tunataka kuuza tani 750, hilo ndio lengo letu, na tunatarajia kuanza minada mwezi wa 10 katikati kuelekea mwishoni. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watembeleaji mbalimbali hapa Sabasaba kufika katika banda hili la bodi ya korosho kwa ajili ya kuona fursa zilizopo. Kwa pamoja na mambo mengine katika mpango huo wa kuongeza ubanguaji, leo tumetengeneza kongani la viwanda. Tuna eneo mahususi ambalo tumeliandaa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda. Lina ekari 1572 ambalo liko katika eneo la Maranje, kata ya Mtimiko, katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Kwa hiyo maonyesho haya tunawakaribisha wawekezaji wanataka kuwekeza katika viwanda vya kubangua korosho au kuongeza thamani zao la ufuta au mbaazi au masuala yote ambayo yanaendana na kilimo katika ukanda wa kusini. Tunawakaribisha kuwekeza katika kongani la viwanda la Maranje ambalo liko pale Mtwara. Na katika ile eneo tayari serikali imeshaweka miundombinu, imeshaweka barabara, imeshapeleka umeme, imeshaweka maji. Kwa mwekezaji akija pale tunampa eneo ambalo tayari na miundombinu linafikika, na pale mwekezaji anaweza kutoa eneo ambalo kwa muda wa miaka 66 anaweza kujenga kiwanda chake na akatumia lile eneo bila gharama yoyote. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.